Habari za saizi. Salama. Leo nataka nitoe maelekezo kwa urefu jinsi gani mtu anaweza kupata huduma ima ni ya matibabu au ya ushauri na kuepusha wimbi kubwa la matapeli waliokuwa wengi wakitapeli ndugu, jamaa na wateja zetu pamoja na marafiki. Sisi ni Kashaga Company na kampuni yetu tunajihusisha na utafiti na tiba asilia. Na makao makuu ya kampuni yetu yanapatikana jijini Dar es Salaam, kwa maana ya Tanzania, jijini Dar es Salaam. Na Dar es Salaam tuna basement mbili, tuna ofisi mbili, na ofisi ya kwanza ni Makumbusho stendi na ofisi ya pili ni Kijichi. Kwa nitaanza kutoa maelekezo jinsi ya kufika Makumbusho stendi. Kwa mteja yote au muungwana, mtu yote ambaye uko Dar es Salaam, unahitaji kufika ofisini kwetu kwa kututembelea, kutusalimia na kupata huduma, unatakiwa utafute gari lolote lililoandikwa Makumbusho. Kwa popote tutapokuwa, tafuta gari iliyoandikwa Makumbusho, na ukipanda gari hiyo itakufikisha mmoja kabisa kwa moja mpaka ofisini kwetu. Maana si ofisini kwetu, ni Makumbusho stendi, ndani ya stendi kabisa ya Makumbusho. Kwa utapanda gari yako ya kuja Makumbusho, kokote unapotoka itakushusha ndani ya kituo cha Makumbusho, na hapo inapokushusha ndio hapo umefika. Na utatazama hapo ndani ya Makumbusho utaona kuna supermarket. Hapo Makumbusho kuna magorofa mawili pacha yenye kufanana, hapo ni ya serikali ndani ya Makumbusho yenye umbile kama C. Kuna gorofa la kwanza kwa upande wako wa kulia litakuwa lina supermarket, na gorofa lako lingine kwa upande wako wa kushoto litakuwa lina ATM ya CRDB na NMB, na pia lina kama hoteli au restaurant. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya unaposhuka pale Makumbusho stendi, uulizia ATM ima ni ya CRDB au ya NMB. Ni hapo utaiona ndani ya stendi. Je, ndugu yangu, una swali lolote kuhusiana na maelekezo ya kufika hapo Makumbusho, labda utakuwa umetatizika au la? Hayo maelezo yamejitosheleza. Kwa hiyo utapoona ile ATM ya CRDB, utakwenda mpaka kwenye hiyo ATM ya CRDB. Upande wa kushoto, upande wa kulia wa hiyo ATM kutakuwa kuna ngazi za kupanda gorofani. Kwa utapanda ngazi hizo, utazimaliza ngazi. Ukizimaliza tu ngazi, utatakiwa ukate upande wa kushoto mara ya kwanza. Utatembea upande wako kushoto mara ya kwanza, utamaliza kichochoro, utakata kushoto mara ya pili. Na ukikata kushoto mara ya pili utakuwa ni floor ya kwanza hapo, na utakuwa umefika kwenye floor ya kwanza. Utaona ofisi yetu imeandikwa Kashaga Investment kama kwenye picha hapo inavyoonekana, na ofisi yetu ni namba 13 na namba 14. Je, kuna swali lolote hapo? Imejitosheleza. Nafikiri kutokushindwa kufika hapo tena itakuwa mtu mwenyewe hajasikiliza maelekezo vizuri. Kwa ukifika kwenye floor ya kwanza hiyo, tafuta namba 13 na namba 14, ofisi ni Kashaga Investment. Kwa hiyo utafika hapo ofisini, utagonga mlango, utaingia, utajitambulisha utokako. Mimi ni mtu fulani, nimetoka kwa mtu fulani. Maana kampuni yetu ina majenti wengi na majenti mbalimbali. Kwa hiyo unatakiwa ujitambulishe jina lako vizuri na useme direction nani kakuelekeza kufika hapo, kwa sababu kufika automatic wewe kama wewe ni vigumu. Labda mimi nimeelekezwa na Profesa Kashaga kufika hapo, nimeelekezwa labda na CEO Msomanga na Majombo na nani. Watu wengi kulingana na mtu aliyokupa direction ya kuweza kufika hapo. Nafikiri hapo nitakuwa tumeelewana jinsi gani unaweza kufika Makumbusho. Imeeleweka. Kwa sababu Makumbusho ni wilaya ya Kinondoni, kwa hiyo itakuwa inawasaidia kuwahudumia watu wa wilaya ya Kinondoni na wilaya exactly ya wilaya ya Ilala. Lakini basement yetu nyingine iko Kijichi. Hiyo inahudumia watu wote waliokuwepo wilaya ya Temeke na Kigamboni. Kwa hiyo kama mtu uko Kijichi au uko wilaya ya Temeke na Kigamboni, unahitaji kufika ofisini kwetu, ni vyema uende ofisi ya Kijichi kwa sababu itakuwa ni ofisi ya karibu kokote ulipo. Kwa hiyo nini unatakiwa kufanya? Kwa kokote ulipo, tafuta gari iliyoandikwa Kijichi. Uwe Buza, uwe Chamazi, wapi, tafuta gari la kwenda Kijichi. Kwa hiyo mpaka ukipata gari la kwenda Kijichi, uliza ndugu, jamaa na marafiki zako, nitapata wapi gari la kwenda Kijichi? Kwa hiyo pata gari la kwenda Kijichi, panda gari lako la kwenda Kijichi, shuka vituo viwili, kimoja kati ya hivi. Kituo cha kwanza shuka CCM. Kituo cha pili shuka njia panda. Kwa kinaanza CCM, mbele yake inafuatia njia panda. Ukishuka CCM umefika, ukishuka njia panda pia umefika. Kwa ukishuka CCM umefika, na ukifika njia panda umefika. Kwa ukishashuka hapo katika kituo utachoshuka, ima ni CCM au njia panda, kutakuwa kuna boda. Kuna boda. Kwa hiyo unatakiwa mwambie nipeleke Mjengo wa Meli, godauni jipya. Mjengo wa Meli,
godauni jipya. Kwa hiyo atakuja mpaka mjengo wa meli. Baada ya mjengo wa meli, akifika pale mjengo wa meli, kuna njia inakwenda straight forward ambayo imetazamana na mjengo wa meli. Kuna nyumba imejengwa kama meli. Kwa hiyo ataifuatisha hiyo njia ya vumbi moja kwa moja mpaka godauni jipya. Ukifika godauni jipya, upande wa pili wa godauni jipya utakuta kuna nyumba, actually ni kama vyumba viwili hivi, na pia ina magari mawili nje na ina uwanja mkubwa. Ndiyo. Kwa hapo utakuwa umefika ofisini kwetu Kijichi. Na ofisi yetu ya Kijichi inafanya kazi 24/7. Muda wote utahitaji kufika hapo utafika na utahudumiwa. Lakini ofisi ya Makumbusho inafanya kazi kuanzia saa 3 asubuhi. Kuanzia saa 3 asubuhi mpaka kufikia saa 12 jioni. Je, kuna swali lolote hapo? Hiyo ofisi ya hapo Kijichi pamoja na ofisi ya Makumbusho, je, mpaka weekend inafanya kazi ama ni siku kadhaa za wiki? Tunafanya kazi kwa Kijichi 24/7. Ile 7 ya maana kwa maana ya siku na 24 ni hours. Ni masaa. Kwa tunafanya kazi masaa 24 katika siku 7 za wiki. Na Makumbusho siku zote zoenda kwa Mwenyezi Mungu, isipokuwa labda watu wapate dharura, lakini siku zote unafika pale kuanzia saa 3 mpaka saa 11 au 12 unakuwa unapata huduma vizuri bila shida. Lakini tunakuja kwa kipengele namba 2. Kipengele namba 2, kuna wateja ambao wako Dar es Salaam lakini hawawezi kufika ofisini kwetu kulingana na kuwepo kwa kubanwa kwa muda, majukumu, changamoto. Kwa wateja hao tumeamua kuwafanyia ofa na kuwafanyia hisani ya kuweza kuwafikishia huduma mpaka nyumbani kwao. Yaani hiyo ni delivery. Hiyo ni delivery au mpaka popote yale yeye atapokuwepo kwa njia ya pikipiki. Kwa gharama shilingi 10,000 tu. Mtu wa pikipiki, transport agent referrals, atakuletea huduma popote ulipo kwa Dar es Salaam mpaka mlangoni kwako au mpaka miguuni. Tulikuwa tunafanya zamani 20,000, 15,000, lakini sasa hivi tumeamua kupunguzia kutokana na uhaba wa uchumi na hali. Kwa shilingi 10,000 utaletewa mpaka miguuni. 10,000 unaweza kuona actually ni nyingi. Kama utaona 10,000 ni nyingi, hebu jitahidi kutumia 800. 400 kuja Makumbusho na 400 kurudi huko unapotokea au kuja Kijichi na kuondoka. Kwa hiyo hizo ni option. Kwa usikimbie kusema mbona pesa kubwa, lakini kumbuka kuna uwezekano kutumia 1,000 kufika na kurejea. Kwa hiyo nafikiri hapo utakuwa na swali lolote kuhusiana na utaratibu. Hapo imejitosheleza. Nafikiri hakuna swali. Kwa hiyo tutaanza sasa kwa wateja ambao wako nje ya Dar es Salaam. Lakini hii audio ni mahususi kwa wateja wote ambao wako duniani kote. Kwa wanatakiwa kuisikiliza na kuweza kufahamu ni jinsi gani wanaweza kupata huduma huko kote wakiwa walipo. Kwa tutakuja katika kipengele wateja ambao wako nje ya Dar es Salaam, yani kwa nje ya Dar, na wateja ambao wanapatikana Zanzibar. Kwa wateja ambao wako Zanzibar, tuko na branch maeneo ya Stone Town, Mkunazini, Sonara. Nafikiri ukifika Sonara kuna sehemu moja tu ambayo wanauza juisi ya miwa. Kwa hapo karibu na sehemu wanauza juisi ya miwa, hapo pembeni yake ndio kuna frame ipo, utapata huduma kwa watu wa Zanzibar bila shida yoyote. Na wateja wengine ambao wako nje sasa ya Dar es Salaam, yani inamaanisha kwa maana ya mikoani. Tutaanza na wateja ambao wako Tanga. Kwa wateja ambao wako Tanga watapata huduma zetu zote maeneo ya Pongwe. Kwa kama uko Tanga utapata huduma maeneo ya Pongwe. Na wateja ambao wako Mwanza watapata huduma maeneo ya Igoma bila shida yoyote. Na wateja ambao wako Arusha watapata huduma stendi mpya ya mabasi bila shida yoyote. Na wateja ambao wako Kahama watapata huduma CRDB Bank ya Kahama. Karibu na CRDB Bank hapo ukifika utakuwa mwenye kupata huduma bila shida yoyote. Na wateja ambao wako Songea watapata huduma Songea mjini. Na wateja ambao wako Morogoro watapata huduma maeneo ya Suwa. Shinafahamika hapo? Nafahamika kabisa. Kwa hiyo ni baadhi ya mikoa ambayo kwa sasa hivi tumejaliwa kufikisha huduma ili mradi hawa watu waweze kupata huduma kwa wepesi na kwa urahisi zaidi. Kwa sio mikoa yote ambayo tuna maagent. Maana utasikia mtu anasikiza hii audio afuata kuuliza, "Je, kama atakuuliza labda je Kigoma au Simiyu hamna ofisi?" Kwa hiyo imetaja mikoa tuliyohitaji na mikoa ambayo kwa sasa hivi tuko na maagent.
lakini mikoa mingine bado hatujawa na maagent, lakini tuko na process ya kufanya kuwa na nini, kuwa na maagent. Kwa hiyo soon as possible wanaweza kupatikana maagent baadhi ya mikoa, au kuna baadhi ya mikoa tutakuwa nimesahau, lakini kuna agent. Lakini mikoa hiyo ndio tunahitaji exactly, ndio mikoa tuliokuwa nayo sasa hivi tuna maagent. Sio una swali kwa wateja ambao wako mikoa ambayo hujahitaja kama ulivyoelezea. Kwa hiyo je, wao huduma watapataje? Watapata kwa njia gani? Kwa wateja ambao wako mikoa ambayo sijaitaja, huduma wataipata kwa njia rahisi na nyepesi. Kuna takriban njia 4 ambazo mtu anaweza kazitumia kama yeye kupata huduma kama akiwa mikoani. Njia ya kwanza, tunapenda kumshauri mteja wetu aweze kuja ofisini, tuonane, tufamiliane, tujenge urafiki. Na maana matibabu ya kuonana ni mazuri zaidi. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili, anaweza kawasiliana na ndugu, jamaa au rafiki yake ambaye yuko Dar es Salaam. Akamwambia bwana, kuna kitu nimekiagiza ofisi fulani, naomba nenda ukakichukue. Kile kitu atakuja kuchukua ofisini kwetu, atamtumia ndugu yake huko alipo. Ndio. Ushanifahamu mpaka hapo? Njia ya tatu, kila mkoa huo kuna wafanya biashara wana tabia ya kuja mara kwa mara kutoka mkoa husika na kurejea mkoa husika. Anaweza kaomba wafanya biashara, shika kiasi kadhaa cha pesa, nenda Dar es Salaam. Ukifika kule kuna watu watakuletea mzigo wangu, utakuja nao. Kwa hiyo wewe mtu akifika Dar es Salaam anatupigia sisi simu, sisi mtu wa delivery atampelekea huo mzigo. Huyo mtu atachukua mzigo, atarudisha mkoa huo alokuwepo. Hiyo ni njia ya tatu hiyo. Njia kama hiyo uliyoelezea inaonyesha kwamba mteja atakuwa akutani na wewe direct. Hasa vipi unamhakikishiaje kwamba atapata ile package ya dawa ambayo yeye amekuwa ameiagiza? Kwa sababu kutokuwepo kwake kunaweza kukapelekea package asipate package sahihi kutokana na mtu kumtuma mtu mwingine. Hapo unazungumziaje? Namba moja, tumesema kwamba kama unanakili maneno vizuri, yeye aufanye jitihada aje. Kama atakuwa ameshindikana kwa kuja kwake yeye, awasiliane ndugu, jamaa na rafiki. Hao wote waga ni watu wa karibu. Kwa kama wewe unamtuma babako mdogo, shangazi yako, je, unamwamini au muamini? Kwa maana unamtuma ushamwamini, kwa hiyo yule hawezi kufanyia yana. Kwa hiyo hiyo ni njia ya pili. Na njia ya tatu tumesema wafanya biashara utakuwa unafahamiana nao, wanakuja mara kwa mara, ili kuchukua viatu, kuchukua nini na nini. Dar es Salaam ndio sehemu kubwa. Unaweza kuwapa pesa wale. Watakuja Dar es Salaam, watatupigia simu sisi, tutawakabidhi mzigo. Kwa sababu ni lazima wewe utatupa namba ya mtu fulani. Bwana huyu anakuja, naombeni huyo mpatie mzigo wangu, akija huku atakuja nao. Hiyo ni njia ya tatu. Lakini njia ya 4, unaweza kwenda kwenye kituo cha basi, aina ya basi ambayo linakuja Dar es Salaam na mkoa ule kuepo. Ukazungumza na konda au dereva, ukampatia pesa, naomba muondoke na hizo pesa mfika Dar es Salaam. Kuna watu watawapigieni simu, watawaletea kitu parcel yangu, mtaipokea, mtawapa pesa, watakuja nao. Labda mfano mtu yuko Kigoma, anazungumza na gari la Kigoma, au yuko Dodoma, anaanza kuzungumza na Shabibi, dereva wa Shabibi au konda wa Shabibi, akampa pesa. Ikifika hapa tukampigia yule konda, kashafika pale, akapelekea ule mzigo, akatoa pesa, then akarudi nao kule, ukaenda kuchukua kwenye ofisi hiyo husika. Hiyo ni njia ya 4. Na njia ya 5, unatakiwa kuchukua na imani. Tuamini sisi kilazima bila kulazimishwa, uweze kutuma pesa ya huduma unayohitajia na pesa ya usafirishaji, tuweze kukusafirishia vizuri mpaka sehemu husika. Kwa hiyo ukishatuma pesa, unatabia unatuma address yako, address inakuwa na majina matatu, namba za simu na mahali ulipo. Hivyo vitu vinaandikwa katika bahasha yako, na bahasha inapigwa picha, unatumia pamoja na picha ya receipt, unaambiwa ni basi fulani unaenda. Na ikiwezekana na washauri wataji ni mabasi ambao wanapenda kutumiwa mzigo, wanaweza kupokea kwa urahisi. Kwa hiyo ni njia 5 kwa mtu ambaye yuko mkoa ambao una agent, anaweza kaitumia hizo huduma. Au kwa mtu pia yuko kwenye mkoa ambao una agent, lakini anapenda kupata bidhaa kutoka moja kwa moja kutoka Dar es Salaam. Nafikiri hapo chini nimeeleweka vizuri. Imeeleweka kabisa. Kwa mteja ambaye yuko nje sasa ya Tanzania. Kwa mteja ambaye yuko nje ya Tanzania, kwa mteja ambaye wako Kenya, tuko na branch yetu maeneo ya Mtwapa, Kilifi, maeneo ya Broadway hoteli kuelekea huko. Kwa wateja wa Mombasa watapata huduma kwa njia hiyo, na pia wateja wa Mombasa watapata huduma kupitia Tanga hapo, maana ni karibu tu na Mombasa. Na wateja ambao wako Kenya maeneo ya Nairobi watapata huduma kupitia branch yetu ya Arusha. Baada Arusha hapo na Nairobi ni karibu bila shida yoyote. Na wateja wote ambao wako Bujumbura kwa maana ya Burundi watapata huduma yetu kwa maeneo ya Bujumbura na maeneo ya Gitega. Na wateja wote ambao wako maeneo ya Rwanda, Kigali, bado product hazijafika kuingia, lakini tuna process hiyo soon as possible, lakini watakuwa wanapata huduma hizo maeneo ya Kigali town.
lakini maeneo ya Uganda bado tuko kwenye process, na wateja wote waliokuwa katika Kongo pia mara nyingi tunawashauri watumie branch ya Burundi kuweza kupata huduma walizokuwa nazo, kwa mfano wateja waliokuwa Goma na kadhalika. Kwa nafikiri kwa East Africa sasa hivi hakuna shida kupata huduma kwa njia yoyote ile. Sijui swali liko imeeleweka. Haya. Pia na kwa wateja ambao wako nje ya East Africa pamoja na wateja ambao wako ughaibuni wanataka kupata huduma yetu, wataipata huduma hii kwa njia ya posta. Wataipata huduma kwa njia ya posta. Au kwa mteja wote pia ambao kwa Afrika hata East Africa wanataka kupata huduma hii, wataipata kwa njia ya posta. Au kwa mteja ambao kwa mikoani pia wanataka kupata huduma kwa haraka zaidi, pia wataipata kwa njia ya posta. Kwa labda kuna baadhi ya sehemu kama maeneo ya Goma huko Kongo ni vigumu kufikika kwa sababu kutokana na uhaba wa barabara, lakini vyema kutumia kwa njia nini ya posta. Kwa mteja wote ambao uko Omani, Katari, Norway, Saudia, Japani, China, tushasafisha mizigo kwenda nchi mbalimbali, sehemu mbalimbali. Kwa hiyo mzigo utakufikia kwa njia ya posta. Kuna baadhi ya watu nchi ambazo zimeendelea wana masanduku yao ya posta direct, ambao unatuma mzigo kwa sanduku lake la posta, unafika mpaka kwenye ofisi ya posta, watu wa posta wanampelekea mzigo nyumbani. Lakini kuna watu wengi walikopo Arabuni hawana masanduku ya posta kwa sababu wenyewe ni wafanyakazi. Hao wanapata huduma kwa njia ya posta, mzigo unatumwa kawaida. Unafikia kwenye posta, posta wenyewe wanaupokea kama wako wao, alafu wanakupigia simu wewe. Kwa ziko njia mbili. Kwa nchi kama za Europe na USA huko tunazungumzia na Europe pamoja na UK, yani Marekani pamoja na Ulaya, wenyewe wana masanduku ambayo very professional. Mzigo unafika kwenye center na mtu anapelekwa nyumbani. Lakini wakati tunawashauri kama mzigo wako umechelewa kufikia nyumbani, unatakiwa kwenda pale na tracking number katika ofisi kwenda kuzungumza nao, wanakupatia mzigo wako kwa ajili waga mara nyingi wanathibitisha na kuweza kufanyaje kuitazama mara kwa mara. Kuna kipande nilikuwa nimekiruka na watu wanapenda kuuliza, kwa wale wateja ambao wako mikoani watasafirishwa mizigo yao kwa gharama ya shilingi 15,000. Gharama ya usafirishaji ni shilingi 15,000. Gharama ya usafirishaji kama ilikuwa gharama ya delivery shilingi 10,000, lakini gharama ya usafirishaji ni 15,000. Hao wateja ambao wako nje za nchi, utaratibu uko vipi? Utaratibu uko kama ufuatavyo. Sisi tuna mkataba na sasa hivi na Posta ya Zanzibar, ndio tunaitumia katika kusafirisha mizigo yetu yote kwenda nchi mbalimbali. Na utaratibu ule kuepo, kwa mfano unataka dawa ya aina fulani ina uzito chini ya kilo 1. Nakusudia uzito wake chini ya nini? Ya kilo 1. Procedure ni kama zifuatavyo. Inatakiwa hiyo dawa ipelekwe kwa Wizara ya Afya kwenda kupimwa. Je, haina vitu viambata vyenye madhara vya kumzuru mteja au mwanadamu? Na utaratibu huo unakuwa na karibu shilingi 30,000. Na ikitoka kwenye Wizara ya Afya hapo inaenda kwa mkemia mkuu, inakalimiwa kwa shilingi 10,000 kwa kutazamiwa kama je sio kitu chenye madawa ya kulevya au sio kitu tofauti na kile kilicho kusudiwa. Gharama yake ni shilingi 10,000. Kwa mpaka hapo unakuwa umetumia shilingi 40,000. Mpaka hapo unatumia shilingi 40,000. Kinachotakiwa hapo tena ni kwenda katika posta kununua bahasha na stamp kwa ajili ya kufungia. Bahasha ni chini kama takriban 7,000 na stamp ni kama 10,000. Kwa mpaka hapo inakuwa shilingi ngapi? 50,000. Kwa hiyo 50,000 unakuwa unaitumia kwa ajili ya maandalizi ya kutuma mzigo kwenda kwenye nchi yoyote, na mzigo huo unakuwa chini ya kilo 1. Hapo unatakiwa sasa kulipia gharama ya usafirishaji. Tutatumia mfano kwa nchi kama ya mbali au nchi tulizotuma kama mtu kama Canada, mtu kama Marekani, gharama ya kusafirisha kwa mzigo huo ambao uko chini ya kilo 1 ni 100,000. Kwa utakuwa na 50,000 pamoja na 100,000 inakuwa 150,000. 150,000. Lakini gharama hizi za kushughulikia vibali kwa siku ya kwanza na siku ya pili kutuma mzigo haifanywi na kampuni yetu sisi. Kuna watu maalum ambao wanawajibika. Watakikana hao watu walipwe pesa kushughulikia mchakato kwenda Wizara ya Afya huku na huku kuhangaika kuweza kupata hizo document na kuzisubmit na kushughulikia hizo kufunga mzigo. Sio watu wa kampuni yetu sisi. Kwa hiyo anakuwa ni mtu maalum anajitegemea, anahitaji kulipwa pesa. Na huo mchakato mzima anahitajia yeye shilingi 20,000 kwa siku ya kwanza kushughulikia vibali, shilingi 10,000, na siku ya pili kushughulikia kuandaa mzigo na kuutuma kwa njia ya posta. Na kwa yeye ndiye mwenye dhamana, mzigo ukichelewa, mzigo kuna tatizo, yeye ndiye atakuwa anatoka nyumbani kwake kwenda posta kufuatilia. Nafikiri mama posta anafahamika. Anataka shilingi 20,000. Kwa jumla mpaka hapo tutakuwa umetumia kiasi gani? 100,000 na shilingi 70,000. Kwa hiyo kwa mtu yoyote ambao unataka mzigo wako ukufikie kokote ulipo na huo mzigo na takriban uzito wa kilo 1 pungufu, unatakiwa uandae gharama za usafirishaji 170,000. Huo mzigo utakufikia kwa nchi yoyote ulipo, barani Afrika, iwe barani Ulaya, barani Amerika, Australia na sehemu nyingine
nyinginezo. Kwa hiyo ndio utaratibu wa kuwafikia watu wote hao ambao wanahitajia kupata huduma. Sijajua kama kuna swali lingine. Nikurudishe kidogo nyuma Dokta. Kuna muda ulisema kwamba kuna vituo umevitaja ambavyo viko nje ya Dar es Salaam, lakini ukuongelea kama vile vituo vinaweza vikatoa huduma masaa 24 kama ulivyosema katika kituo cha Makumbusho na kituo cha Kijiji. Naomba uninukuu katika mazungumzo yangu, sikutaja vituo. Isipokuwa Tanga ndio kuna kituo. Hii nilisema kule kuna mawakala au maagent. Ni watu maalum ambao wanakusudia kutusaidia na kuwasaidia watu wa mikoa husika kupata huduma kwa wepesi. Wenyewe watoe huduma masaa 24. Wanatoa huduma kulingana na wao watakapopata muda. Sasa Shanifahamu mpaka hapo? Umeeleweka. Kuna muda wenyewe wana kazi zao binafsi. Sisi tumeomba kutusaidia kama hiyo. Wanaweza kutupa appointment, mteja leo nimebanwa, njoo kesho. Sio ofisi rasmi. Ni watu ambao wameamua kujitolea, kuvolunteer, kutusaidia huduma kufikisha mahali husika. Lakini kwa maeneo ya Tanga muda wote utapata, na Dar es Salaam. Lakini kwa mikoani ni watu ambao wamevolunteer. Kwa hiyo wenyewe wanafanya kwa vile wanavyoweza kufanya ili kuweza kuhakikisha tunapata watu wanapata huduma. Kwa hiyo hawalaumiwi kwa chochote. Nafikiri imeeleweka. Kwa hiyo nafikiri tutaishia hapo, na uone utaratibu mzuri na sahihi jinsi gani na namna gani unaweza ukapata huduma popote ulipo.